Uhali gani mwanafamilia, na natumai ubuheri wa afya tele kabisa. Sasa ni kwamba tukiangazia kunako klabu ya Wekundu wa Msimbazi, yani Simba Sports Club, hasa katika swala zima la kile ambacho kilitokea hasa kwa mchezaji wao, na mzungumzia Bajabeli ambaye alionekana kuumia baada ya maandalizi ya pre-season, kwenye maandalizi ya pre-season. Sasa ni kitu ambacho kimekuwa kimewashangaza mashabiki, hasa mchezaji huyo toka ligi kuu ianze hajaonekana akijumuika na wenzake, ijapokuwa kuna taarifa ambazo zilitoka kwamba mchezaji huyo ameshapona majeraha na anaendelea vizuri. Sasa ni kwamba kutoka vyanzo kuaminika ni kwamba mchezaji huyo ni kweli ameshakaa vizuri, yani amepona kutoka katika majeraha ambayo aliumia kwenye maandalizi ya kwenye pre-season, ambapo yalikuwa ni maandalizi ya msimu mpya wa ligi kuu Tanzania bara. Sasa ni kwamba mchezaji huyo ameshakaa vizuri, na kile ambacho kinadaiwa ni kwamba amekuwa akionekana mahali tofauti tofauti akifanya mazoezi madogo madogo ili kujiweka sawa, hasa baada ya kukaa kwa kipindi kirefu kidogo kwa kucheza au kutokujumuika na kikosi cha Wekundu wa Msimbazi katika mechi kadha wa kadha. Sasa mchezaji huyo ameonekana akifanya recovery ya mazoezi madogo madogo, na pia kingine ambacho tumekinyaka kutoka vyanzo kuaminika baada mchezaji huyo kuonekana ameshapona ni kwamba ameshauriwa na daktari ya kwamba asicheze katika michezo mikubwa hadi hali yake itakavyokuwa iko sawa kabisa. Yani ijapokuwa ameshapona, lakini kuna vitu ambavyo anatakiwa kuvikamilisha ili aweze kujumuika na kikosi cha Wekundu wa Msimbazi au kujumuika na wenzake. Sasa ni kwamba kitu ambacho ameshauriwa na daktari wake ni kwamba baada ya kupona aweze kufanya mazoezi mengi, hasa yale madogo madogo, ili kumfanya kuwa stable, hasa kutokana na kile ambacho alikaa muda mrefu kucheza mchezo wote. Kwa hiyo ili arudi katika ubora wake, hasa ule wa kucheza, basi inatakiwa afanye mazoezi ya kutosha, hasa yale madogo madogo, ili atakapojumuika na wenzake basi mwili wake unakuwa utakuwa umekaa stable. Kwa hiyo mwanafamilia, kumekuwa kukizuka maneno kadha kadha kuhusiana na mchezaji huyu kwamba kulikoni klabu ya Wekundu wa Msimbazi ili sajili mchezaji lakini haonekani. Kwenye football vitu vya kupata majeraha kwa wachezaji ni kitu cha kawaida, na ni kitu ambacho unpredictable. Huwezi kupredict kwamba mchezaji siku fulani atapata majeraha na atakaa muda mrefu. Kwa hiyo ni sehemu, naweza kusema kwamba ni ajali kazini, au ni siku tu kwa mchezaji tunasema ni siku ambazo tunasema ni mbaya kwake ambazo zinakuwa zimetokea. Kwa hiyo ni vitu ambavyo si kitu ambacho kinakuwa kimepangwa. Hata mchezaji na wachezaji wengi sana wamekuwa wakiogopa kuumia, kwani mara nyingi wachezaji wakishakuwa injured, hata kuaminiwa na timu au na vilabu hasa katika uwezo wake ili kuisaidia klabu, utakuwa unaonekana unapungua kutokana na kile cha kukaa nje, isaidia au kutoisupport timu yake. Kwa hiyo naweza kusema kwamba kama hiki kilichotokea kwa Bajabel ni kitu ambacho kawaida kwenye football. Kwa hiyo wachezaji washabiki wanapokuwa wanaweka kitu ambacho kinaonekana kama klabu ya Wekundu wa Msimbazi haikuwa serious katika kusajili, na kuwa tunakosea, lakini katika uhalisia kwa upande wa wachezaji ni kitu ambacho cha kawaida kinatokea muda wote na wakati wowote. Kwa hiyo mwanafamilia, niendelee kukumbusha kwamba usisahau bofya maneno mekundu na subscribe hapo chini ya video.